Mheshimiwa viongozi, karibuni Mahakama ya Tanzania. Mheshimiwa viongozi, na kushukuru. Miongoni mwetu leo pia tumepata fursa ya kujumuika na ndugu Crispin Chalamila, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Basi nami nawatambua viongozi wote mliopata fursa ya kushiriki hapa kama vilivyokwisha kutambulishwa na wengine wenyeji katika mahakama hii. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupatia fursa hii. Najua wengine pia hatukuwepo hapa, tumekuwa Dar es Salaam. Tumelazimika kusafiri kuja hapa kwa ajili ya mkutano huu muhimu. Sasa lengo la mkutano wetu kama ambavyo Mheshimiwa Jaji Kiongozi ameshatangulia kusema ni pamoja na kupokea taarifa ya mahakama na kila mdau kuhusu utekelezaji wa mikakati ya mkutano wetu wa tarehe 24 Septemba mwaka 2025. Na hapa niwapongeze kwa kuhudhuria kwenu leo kwenye mkutano huu. Ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati namba 8 ya mikakati hiyo, na kubaini changamoto zilizojitokeza katika utekelezaji wa mikakati hiyo na kuzitafutia ufumbuzi wa pamoja au kuweka mikakati itakayotusaidia kuishinda hizo changamoto. Pamoja na kwamba wadau mnaifahamu mikakati tuliyojiwekea, na ndio maana tutaitolea taarifa katika mkutano huu, naomba nitaje tena hapa kuwakumbusha, na nawakumbusha kwa sababu hii mikakati ni muhimu sana kwenye utekelezaji wa jukumu la utoaji haki mahakamani. Kwanza, kila taasisi ambayo ni mdau wa mnyororo wa utendaji haki mahakamani iwajibike ipasavyo kutekeleza jukumu lake kwa kuzingatia katiba, sheria na maadili ya utumishi yanayosimamia taasisi hiyo husika. Je, imezingatiwa ipasavyo? Huu mkakati umezingatiwa? Haya ni pamoja na mambo ambayo tunaenda kuangalia leo. Mkakati wa pili, wadau wote waheshimu na kulinda hadhi na ukuu wa mahakama. Aidha, mahakama kwa upande wake isimamie ipasavyo sheria na kanuni zilizoko, ikiwemo sheria inayohusu kosa la kuidharau mahakama, yani contempt of court, ili kulinda hadhi na ukuu wake. Ni kwa namna gani huu mkakati umetekelezwa? Tutapata fursa kutoka kwenu pia. Tatu, mahakama na wadau wa mnyororo wa haki waimarishe mawasiliano miongoni mwao kwa lengo la kuchukua hatua kwa haraka pale changamoto za utoaji haki zitakapojitokeza. Nne, mahakama na wadau wote watambue nafasi ya kila mmoja, wadumishe heshima, nidhamu ya kazi na wazingatie sheria, kanuni na taratibu zinazoongoza utekelezaji wa majukumu ya kila mdau. Ni kwa namna gani hii mkakati unatekelezwa? Tano, kila taasisi ambayo ni mdau wa mnyororo wa haki iimarishe ufuatiliaji wa mashauri na uwajibikaji kwa kutoa taarifa sahihi na za mara kwa mara kuhusu utekelezaji wa mikakati hii na kutumia mifumo inayosomana ili kurahisisha mawasiliano. Sita, wadau wanaokiuka maadili wachukuliwe hatua ipasavyo kwa mujibu wa sheria na kanuni zinazosimamiwa na kila mdau husika. Saba, mahakama iongeze na kuimarisha matumizi ya mifumo ya kidijitali ya visual courts katika kuendesha mashauri yanayohusu watuhumiwa waliohamishiwa katika magereza mbalimbali kutoka kwenye wilaya zisizo na magereza, ili upatikanaji wa haki uwe wa haraka na wa gharama nafuu. 8, vikao kuhusu ushirikiano na mahusiano katika utekelezaji wa jukumu la utoaji haki mahakamani vifanyike angalau mara 4 kwa mwaka ili kujadili changamoto na kufuatilia utekelezaji wa mikakati hii, na kwamba kikao kifuatacho kingefanyika mwezi Februari mwaka 2026. Na kikao hiki kikufanyika, ndio maana tunafanya leo. 9, kila taasisi ambayo ni mdau mnyororo wa haki mahakamani iweke utaratibu madhubuti wa ndani ya taasisi utakaofanikisha utekelezaji wa mikakati hii. Matumaini yangu ni kwamba pengine
sisi wadau wote wa mnyororo wa haki jinai tumepata fursa ya kutenga muda wetu na kushiriki katika mkutano huu. Wale ambao hawapo pengine watakuwa na sababu za msingi, lakini tunatambua tu kwamba mkutano huu ni wa muhimu sana, kwa sababu huu unatusaidia kwenye kuweka mikakati kimsingi, hasa kuhusu masuala ya utawala wa sheria. Na kwa kuwa lengo la mkutano huu ni kufanya tathmini ya utekelezaji wa mikakati hiyo, ningependa niishie hapa ili tupate muda wa kutosha kutoa mrejesho na kufanya majadiliano kuhusiana na utekelezaji wa mikakati hiyo. Tuchangie kwa uhuru na uwazi. Tunahitaji uhuru na uwazi. Hapa ni mahakamani kama ukumbi wa mkutano, sio mahakamani kwenye kesi. Hili sio shauri. Kwa kila mmoja aliyepata fursa kuhudhuria awe huru, tubadilishane uzoefu wetu hapa, ni nini kimejiri katika utekelezaji wa mikakati hii. Ni wapi tulipofanikiwa na ni wapi tumebaini changamoto, na kuchukua hatua za kutatua hiyo ili twende kwa pamoja na kwa mafanikio. Aidha, naomba kuwakumbusha kuwa mikakati yetu hii itapimwa si kwa idadi nyingi ya mikakati, bali kwa ufanisi wa utekelezaji wa majukumu yetu ipasavyo, hususan katika jukumu la utoaji haki mapema ipasavyo. Baada ya kusema hayo, sasa natamka kwamba mkutano wa kwanza wa mwaka 2026 wa mahakama na wadau kuhusu ushirikiano na mahusiano katika utekelezaji majukumu ya utoaji haki mahakamani umefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.